Mambo vipi? Karibu katika chaneli yetu inayokupa nafasi ya kujifunza mambo mbalimbali ya maisha na mahusiano na mikasa ambayo imetokea kwenye mahusiano, kwa lengo la kujua na kuchukua tahadhari na ujue kitu gani ni sahihi cha kukifanya ndi ambapo unakuwa kwenye mahusiano ama upo kwenye ndoa. Sasa leo tumekuletea story ambayo inahitaji utoe maoni yako kwa njia ya kuacha komenti yako kutokana na kile ambacho utakisikia, kama njia mojawapo ya ushauri, kwa maana kuna watu wengi wana matatizo, na ili waweze kupata njia sahihi ya kutatua matatizo yao, basi neno lako linaweza likawa tiba kwa kumsaidia huyu kijana kwa pamoja. Karibu tuanze. Mimi ni mwanaume wa miaka 30, nimeoa na nampenda sana mke wangu, lakini tatizo kuu ni mama yake mzazi. Hakuwahi kunipenda hata siku moja, kutokana na kipato changu kuwa kidogo na familia yangu haina uwezo. Yaani nimetokea kwenye familia za walala hoi, familia za mtoto mkulima, zile za kuungaunga ili muweze kupata kipato cha siku. Hivyo mke wangu ametokea kwenye familia ambayo inajiweza na ina uwezo. Lakini yote hayo mwanzoni mwanamke wangu hakuyajali. Alinipenda mimi kutokana na vile nilivyo. Kila tulipokutana na mama mkwe alikuwa ananiambia maneno makali yenye ujumbe mzito ndani yake ya kuwa sehemu niliyopo sitakiwi. Alikuwa ananiambia mwanaume masikini hana sauti kwa mke wake. Utaishi kwa tabu sana na kuendeshwa kama gurudumu. Tafuta mwanamke wa hadhi yako na si kuendelea na binti yangu. Sisi ni matajiri bwana, huwezi kutumiliki. Kwani hata we mwenyewe hali halisi huioni? Watu tunakuchekea tu kwa macho ya nje, lakini moyoni unaharibu familia yetu, unatia dosari familia yetu. Kwani usitafute binti wa hadhi yako ili muwe sawa? Nilijua tu ni heka za kina mama ambao hawataki mabinti zao waolewe, hasa na wanaume ambao hawana uwezo wa kifedha. Haikunisumbua sana kwa sababu nilijua tu kuna siku na mimi nitakuwa na uwezo wa kuishi na mke wangu vizuri mpaka kufika kiwango cha kumfurahisha mama mkwe wangu. Kila kosa dogo lililofanyika nyumbani kati yangu na mke wangu, mama mkwe alikuwa wa kwanza kupigiwa simu na mtoto wake. Yaani hata kama kosa amefanya mtoto wake, yule mama hakuwahi kuzingatia makosa ya mtoto wake. Alikuwa anapiga simu ya kunigombeza mimi na kunifokea. Kwa nini namtia huzuni mtoto wake? Kwa nini mimi namkosesha raha na amani mtoto wake? Kwa nini nisikae mbali na mtoto wake? Sikuwahi kupewa nafasi kama mwanaume ndani ya nyumba na mke wangu. Na ubaya zaidi, chochote kile ambacho mke wangu nilikuwa namuelekeza kwa njia nzuri, alimpigia simu mama yake na kumwambia kuwa nimemsema kutokana na 1, 2, 3. Mama yake alikasirishwa sana na kile ambacho mimi nilikifanya kwa mtoto wake. Hata kama ni kwa nia nzuri, lakini aliniambia sina uwezo wa kumwadabisha mtoto wake kwa sababu sijamzaa. Yeye mzazi wake ndio ana haki ya kumwadabisha mtoto wake. Niliishi katika kipindi kigumu sana, lakini nilivumilia kwa kuwa ni mwanaume. Nikasema wacha nivumilie, huenda kuna siku thamani yangu itaonekana. Mke wangu alikuwa na kazi yenye mshahara mkubwa kuliko mimi, hivyo kulikuwa na dharau, na kuna muda alikuwa ananisaidia, lakini kunisaidia ndani yake kulikuwa na dharau. Sikuwahi kumzingatia sana. Nilijua ndio tabia za wanawake jinsi walivyo, kwamba wakiwa na kipato wanaume zao ni watu ambao watadharaulika. Nilimpuuzia kwa sababu nilikuwa najitahidi kutimiza majukumu yangu kwa nafasi nilionayo na uwezo niliokuwa nao, japo si wa kitajiri, lakini kile ambacho nilikipata nilijitahidi sana kumwachia mke wangu. Mama mkwe akawa anaongoza ndoa yetu kama limonti, alilolitaka ndilo lililofanyika. Yaani kitu ambacho yeye alikiamuru mimi nikifanye, basi sikuwa na chaguo lingine, nilikifanya ili kulinda heshima na kuendelea kumpa furaha mke wangu, asione kama namdharau mama yake. Hakutaka binti yake ateseki kwa jambo lolote lile, na ilikuwa inafika wakati licha ya kuwa binti yake ana kazi na mimi nafanya vibarua vyangu, mama mkwe alikuwa anaagiza vyakula viletwe nyumbani, kuanzia mahindi yalisagwa kabisa, mchele, na wakati mwingine alituletea mpaka mboga, huku akisema sitaki mtoto wangu ateseke. Mwanangu nimemzaa kwa tabu sana, hivyo nitakachokula mimi na yeye lazima ale. Ikitokea nimebishana kidogo na mke wangu, basi siku hiyo atafuatwa na ndugu zake aondoke nyumbani kwao. Yaani tulikuwa tunakaa mbali na mama yake, lakini kwa mazingira jinsi yalivyo ilikuwa ni kama karibu. Tiketi za ndege hazikukauka mkononi kwa mke wangu. Pindi tu pale ambapo anaona mambo hayako sawa, anapiga simu nyumbani kwao na anatumia tiketi za ndege, anarudi nyumbani kwao. Sikuwa na uwezo wa kumfuata mke wangu kwa sababu sikuwa na nauli za kutumia namna hiyo. Hivyo nilijitahidi kuomba msamaha kwa mama mkwe pamoja na mke wangu, nikisema nitajirekebisha hata kwa makosa ambayo si yangu, ili mke wangu aweze kurudi.
Siku moja mama mkwe akaniambia wazi bila kuficha ficha na tena mbele za watu, usimzalishe binti yangu tafadhali sana na kuomba. Yaani binti yangu nataka endelee kubaki hivyo hivyo, kama kuzaa azae na mwanaume mwingine, lakini sio wewe. Ugomvi tulionao unatosha, usiongeze ugomvi mwingine. Alafu akacheka. Nilisahau, lakini hata hivyo najua binti yangu hawezi kushika mimba yako, labda mimi mama yake nife. Kijana, bado una nafasi ya kupata mwanamke mwingine mzuri kuliko hata mwanangu. Fanya maamuzi, umri wako unazidi kwenda, halafu kipato chako ni cha chini. Hivi hujisikii raha kurudi nyumbani ukiwa umebeba zawadi za watoto zako? Hujisikii raha kuitwa baba, nataka kitu fulani? Hivi utamani kutembea barabarani na mke wako pamoja na watoto zenu? Najua unatamani bwana. Fanya mchakato haraka ili uweze kufanya kile ambacho mimi nakwambia. Mtoto wa kiume furaha yake ni watoto, na kwa mwanangu huwezi kupata watoto. Angalia mwanamke mwingine. Kwa sababu ilikuwa ni mbele za watu, kiukweli nilikuwa na aibu na niliona kama vile nimevuliwa nguo licha ya kuwa nimevaa nguo. Sikuwa na jinsi na sikuwa na uwezo wa kukwepa dhihaka za mamangu mkwe. Mpaka nimenileta hapa, nimechoka kuishi kwenye ndoa ya masharti na mke wangu. Na siku hiyo nilivyorudi nikamwambia mke wangu kuwa ni kweli ninakupenda. Nimevumilia dhihaka nyingi sana kutoka kwenye familia yenu na dharau zako zikiwemo, lakini upendo wangu usijeruhi moyo wangu. Nimechoka. Hapa tulipofikia pana nitosha. Acha nikatafute masikini mwenzangu, huenda tukaishi kwa furaha na amani. Mwanamke wangu alionekana ni mtu ambaye hakufurahishwa na kile ambacho nimemwambia. Sikuwahi kumuona hata siku moja akiwa na huzuni ama kutoa machozi, tofauti na nilivyokuwa namchumbia. Mwanamke wangu alilia na akagoma. Akaniambia mimi na wewe tumefunga ndoa ya kanisa. Yaani mpaka kifo kitakapotutenganisha ndipo utakuwa na uwezo wa kuoa ama mimi nitakuwa na uwezo wa kuolewa. Mimi bado nakupenda. Sitokuacha uende kwa mwanamke mwingine yoyote yule nikiwa hai. Nipo njia panda, sielewi nimwambieje mke wangu. Je, nikubali kile ambacho ananiambia na nimwambie kuwa akae mbali na mama yake mzazi? Je, atakubali kunichagua mimi na akamwacha mama yake mzazi ili tuondoke mbali? Au atamchagua mama yake mzazi dhidi yangu na licha ya kuwa anasema ananipenda? Hiki ndio kitu ambacho nimetaka kushare na wewe ambaye unasikiliza hili wakati huu. Naomba unisaidie mawazo yako. Nitumie njia gani katika kutatua hii changamoto? Napitia comment za kila mtu katika channel hii ili niweze kupata utatuzi wa tatizo langu. Nashukuru sana kwa kutenga muda wako na kunisikiliza.